Asilimia kubwa ya watu duniani, wengi sana, wanafanya kazi kwa bidii kila siku, lakini bado wanashangaa kwa nini kila wanapopata pesa zao zinaisha haraka. Wakati huo huo, kuna watu wachache ambao wanaonekana kuendelea kupata pesa zaidi na zaidi kila siku, kila wiki, kila mwaka. Matajiri wengi hawakuzaliwa na pesa nyingi. Walijifunza na kufuata kanuni na siri fulani za kifedha ambazo watu wengi hawazijui wala hakuna anayezizingatia. Kwenye somo la leo nitakuonyesha siri 5 muhimu ambazo watu wengi waliofanikiwa duniani wanazitumia. Na siri hizi ni siri ambazo zimewasaidia matajiri kujenga utajiri wao polepole mpaka kufikia mafanikio makubwa kwa kujenga mali, kuongeza kipato chao na kuishi maisha ya uhuru wa kifedha. Na kama utaendelea kusikiliza mpaka mwisho wa somo hili, utaelewa jambo moja muhimu sana. Mafanikio ya kifedha sio bahati, ni matokeo ya tabia na maamuzi ya kila siku. Na mtu yeyote anaweza kuanza safari hii ya mafanikio. Hata wewe pia unaweza. Kulikuwa na kijana mmoja, alikuwa amezaliwa kwenye familia ya kawaida. Familia yao haikuwa na mali nyingi. Wazazi wake walifanya kazi kwa bidii kila siku ili kuhakikisha familia inapata chakula na mahitaji ya msingi. Pamoja na hayo yote, kijana huyo alikuwa na tabia moja ya kipekee. Alikuwa na shauku kubwa ya kujifunza. Alikuwa anapenda sana kujifunza kuhusu pesa. Wakati vijana wengine walikuwa wanatumia muda wao mwingi kwenye starehe, yeye alikuwa anasoma vitabu vya biashara. Alianza kujifunza kuhusu uwekezaji. Alianza kujifunza kuhusu nidhamu ya fedha. Na polepole akaanza kufanya jambo moja muhimu sana. Alianza kuweka akiba. Hakuwa na pesa nyingi, lakini ilikuwa ni hatua ya mwanzo. Miaka ilipita, maarifa yake yalizidi kuongezeka. Fursa zilianza kuonekana na hatua kwa hatua maisha yake yakaanza kubadilika. Siku moja aligundua ukweli mmoja: utajiri hauanzi kwenye kikombe cha pesa, unaanza kwenye akili ya mtu. Hadithi hii inaonyesha jambo la muhimu. Watu wengi wanafikiri mafanikio ni kitu kinachotokea ghafla. Mafanikio makubwa huanza na tabia ndogo ndogo zinazojirudia kila siku, na matajiri wengi duniani wana tabia zinazofanana, tabia ambazo zimewasaidia kufikia mafanikio makubwa kwenye maisha yao. Hebu sasa tuangalie siri 5 muhimu ambazo watu wengi waliofanikiwa wanazitumia kwenye maisha yao. Siri ya kwanza ni uwekezaji. Moja ya tofauti kubwa kati ya watu matajiri na watu wa kawaida ni namna wanavyofikiri kuhusu pesa. Watu wengi wanapopata pesa wanajiuliza swali moja: nitanunua nini? Lakini matajiri wanapopata pesa wanajiuliza swali tofauti kabisa: nitawekeza wapi? Na hii ni tofauti kubwa, kwa sababu pesa inayotumika inaisha, lakini pesa inayowekezwa inakuwa na kuzidi kuongezeka. Mtu anaweza kutumia pesa kununua vitu vya starehe, lakini mtu mwingine anaweza kutumia pesa hiyo hiyo kuanzisha biashara ama kuwekeza, au anaweza kununua mali inayoongezeka thamani na kujifunza ujuzi mpya ambao unaweza kumwongezea kipato. Siri ya pili ni nidhamu ya fedha. Watu wengi wanafikiri ili kuwa tajiri lazima upate pesa nyingi. Kuna watu wengi wanapata pesa nyingi lakini bado hawana utajiri. Ni kwa sababu hawana nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha ni kujua jinsi ya kutumia pesa zako kwa mpangilio, kwa kujua tofauti kati ya mahitaji ya muhimu na mahitaji ambayo sio ya muhimu. Na kitu kingine pia ni kupunguza matumizi yasiyo na ulazima. Matajiri wanaelewa jambo moja la muhimu: nidhamu ya leo ni uhuru wa kesho. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye chaneli hii, kwa sababu kila video tunayoupload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Siri ya 3 ni kusoma vitabu. Karibu kila mtu aliyefanikiwa duniani ana tabia moja inayofanana na mtu mwingine aliyefanikiwa. Watu hawa wanapenda kusoma. Vitabu vingi vina nguvu kubwa. Kupitia vitabu unaweza kujifunza mambo ambayo watu wengine walichukua miaka mingi kuyagundua. Vitabu vinaweza kukufundisha kuhusu biashara, uwekezaji, mafanikio na mitazamo mipya ya maisha. Na watu waliofanikiwa wanaelewa jambo moja la muhimu: maarifa ni mali ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kukuibia. Na siri ya 4 ni budget. Budget ni ramani ya fedha zako. Bila budget, pesa zinaweza kupotea bila hata wewe mwenyewe kujua zimeenda wapi. Lakini ukiwa na budget itakusaidia kujua mambo 3 muhimu, ikiwemo kiasi gani cha pesa kinaingia, kiasi gani cha pesa kinatoka na kiasi gani cha pesa
unaweka akiba ama kuwekeza. Matajiri wengi wanajua kila shilingi yao inaenda wapi. Hii ndio sababu wanaweza kupanga maisha yao ya kifedha kwa utaratibu mzuri. Na siri ya 5 ni uthubutu na uvumilivu. Safari ya mafanikio sio rahisi. Kila mtu aliyefanikiwa amewahi kukutana na changamoto. Wengine walifeli kwenye biashara, wengine walipoteza pesa na wengine pia walikataliwa, lakini hawakukata tamaa. Walijifunza kutokana na makosa yao, walijaribu tena na tena na waliendelea kusonga mbele, kwa sababu walielewa mafanikio makubwa yanahitaji muda, juhudi, uthubutu na uvumilivu. Kuanzia hapa unaweza kuona jambo moja la muhimu. Utajiri hauji kwa bahati. Utajiri ni matokeo ya tabia na maamuzi ya kila siku. Unaweza kuanza leo kwa hatua ndogo, kwa kusoma kitabu kimoja, angalau kurasa 1 hadi 5 kila siku, kuweka akiba kidogo kidogo na kujifunza kuhusu uwekezaji. Hatua ndogo unayochukua leo inaweza kubadilisha maisha yako ya kesho, na siku moja utagundua kuwa uamuzi mdogo ulioufanya leo ndio uliobadilisha maisha yako. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.